Kwa majina naitwa Yasini, mkazi wa Temeke Mikoloshini. Nini kimetokea mpaka kusababisha kifo cha marehemu mama yako Paulina? Mimi kwa mara mwisho aliniambia kwamba amempa talaka. Ni ugomvi tu ambao ulikuwa umetokea baina yao wawili. Yule baba akampa talaka, lakini bado akaendelea kumfuata kufanya fujo. Akana force kurudiana naye kilazima. Ndio kilichotokea iko mpaka kutokea kifo chake. Na siku ya tukio ambao ulikuwa ikitokea, wewe kama mtoto ulikuwa wapi? Na ulipata taarifa za namna gani? Nilikuwa nipo nyumbani Temeke Mikoloshini. Nilikuja kufuatwa na mdogo wake ambaye alifanya tukio hili, ambaye ni baba akufikia. Ndo akaja kuniambia kwamba unaitwa Mbagala, unatakiwa uende, kuna tatizo limetokea. Kwa nikamuuliza tatizo gani, akaniambia itabidi ufike huko ndo utaenda kujua, kwa sababu sasa tumepigia simu kuna tatizo. Kuja huko ndo nikapata taarifa hizo kwamba amefariki. Na kwa jinsi ambavyo labda uliuliza, walisema mama amepatwa na tatizo la namna gani? Kwa jinsi nilivyouliza alisema amechomwa visu. Amekufa kwa kuchomwa visu. Na mara yako ya mwisho kuzungumza na marehemu mama yako, kama mlikuwa mmezungumza, alisemaje? Kusema kitu zaidi ya kuwa kila kilichokuwa kinachoendelea baina yake yeye na huyo bwana alikuwa akinijuza kwamba amekataa labda kunipa huduma ya mtoto, kwa mimi kana namsaidia kumpatia huduma hiyo ya mtoto, na alipata kazi feli huko. Sometimes akanashindwa kwenda nauli ana, kwa hiyo nikamsaidia kama hivyo. Pole sana. Asante. Mtazamaji wa Global TV, hapa ndio inadaiwa kutokea tukio la mauaji ya dada yetu ambaye ametangulia mbele ya haki, anaitwa Paulina, ambaye anadaiwa kuwa na umri wa miaka 40. Na huyu ndio inadaiwa kuwa ni mwenye nyumba. Habari yako? Salama. Kwanza ningependa kufahamu jina lako. Naitwa Mama Umaila. Siku ya tukio ilikuwaje? Kama mwenye nyumba ulisikia nini? Kwa siku ya tukio mimi kwa kusikia kwa kifupi, mimi nililala. Baada ya kulala tu nikasikia kama kelele. Kusikia kelele nilivotoka nje. Katika kutoka nje nikaambiwa kuna mtu kaingia humu. Na wala kuelewa kama kuna mtu kaingia, nikajua labda itakuwa labda nani? Ni mume wake. Na kama ni mume wake siwezi mimi tena nikafuatilia mahusiano tena. Ujui wenyewe wanaishi vipi ujui. Mimi nilichokifanya nikaa tena habari hapa tena mimi nini? Nilikuwa sina. Nikafunga mlango wangu nikaondoka. Na ilikuwa majira gani? Kwa majira mimi nahisi ile saa 2:30 usiku. Na baada ya kuondoka taarifa gani ukaja kupata tena? Mimi baada ya kuondoka taarifa niloipata nasikia tu kumefanyika mauaji. Na ulirudi ulikuta hali ikoje? Mimi nilikuta watu washatoka. Hali nimekuta tuseme kwa kifupi ishaisha yani. Watu toka, maiti washabeba. Baada taarifa yote umetokea kifo basi. Na jinsi ambavyo ulikuwa ukifahamu mpangaji wako Paulina alikuwa akiishi na huyo mume wake au ndio mume ulikuja kumuona siku hiyo? Hamna, alikuwa anaishi tena, alikuwa anaishi vizuri tu. Alikuwa anaishi vizuri kwa kifupi, yani huwezi ukamchukulia mtu huyu ipo hivi au hivi, huwezi ukachunguza. Pole sana. Shapoa, asante. Na hiki ndio kilikuwa chumba chao? Hiki ndio chumba chao. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.